Uhali gani ndugu mtazamaji, karibu ni kupasha yale ambayo yanajiri katika mitandao ya kijamii na katika nyanja za kisiasa siku ya leo. Maandamano makali yanayodaiwa kutokea Tarime usiku mzima kuamkia leo yamezua utata, huku jeshi la polisi likivunja ukimya sasa hivi. Polisi wakanusha taarifa za kutokea kwa maandamano hayo huko Tarime, wanasema kuwa taarifa hizo ni za uongo na sio kweli. Licha ya video kusambazwa, wamesema ya kwamba ni za uongo. Wametoa kauli hii kwa Watanzania asubuhi ya leo. Kabla ni kuonyesha ripoti hii nzima, chukua sekunde yako moja, bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe. Naam, ndugu mtazamaji, maandamano ya Tarime yamechukua sura mpya usiku wa kuamkia leo, huku asubuhi ya leo jeshi la polisi mkoa wa Tarime Rorya likitoa onyo kali dhidi ya taarifa wanazozitaja kuwa ni za uongo na upotoshaji zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii. Kwa mujibu wa taarifa ya hivi punde ya polisi, madai yanayoenezwa mtandaoni kuhusu maandamano ya Tarime ni madai ya uongo na hayana ukweli wowote. Badala yake yana lengo la kuzua hofu na sintofahamu na fujo kwa wananchi, huku kukiwa na mvutano unaoendelea katika habari hizi za maandamano ya Tarime usiku wa kuamkia leo. Maandamano ya Tarime yamekuwa kitovu cha watu kwa usiku mzima, na polisi sasa wanasema watumiaji wa mitandao ya kijamii wametumia fursa hiyo kuleta hofu kwa habari za uongo. Taarifa ya jeshi la polisi Tarime Rorya linasisitiza kuwa uzushi huo unaharibu si tu kwa amani na usalama, bali pia sifa ya mkoa huo kuwa ni jamii iliyo imara na inayotii sheria na yenye utulivu. Walidai ya kuwa habari hizo ya kwamba kulikuwa na maandamano usiku wa jana si kweli. Mamlaka zinasisitiza kuwa licha ya uvumi huo kuhusishwa na maandamano ya Tarime, mkoa bado uko salama na shwari. Mtazamaji, hii inaibuka licha ya video kusambazwa mitandaoni zikionyesha watu ambao wanadaiwa kuwa ni Watanzania kutoka mkoa huo wa Tarime wakiweza kuimba nyimbo za kumshangilia na kumtaka John Heche aachiliwe. Hata hivyo, polisi wamesema video hizo ama taarifa hizo zote ni za uongo. Polisi wamewahakikishia wananchi kwamba hakuna tukio lolote la vurugu au la uhalifu kuhusiana na maandamano hayo lililotokea, na kwamba wakazi wanaendelea na shughuli zao za kila siku katika mazingira ya amani. Wanashikilia kuwa vikosi vya usalama wanaofuatilia kwa dhati hali hiyo ili kuzuia usumbufu wote unaoweza kutokea. Wakati maandamano ya Tarime usiku wa jana yakiweza kuzua balaa na kutawala mijadala mitandaoni, polisi wameeleza kusikitishwa na kukithiri kwa taarifa hizo ambazo wametaja ni za upotoshaji kwenye mitandao ya kijamii. Wanasema kuwa machapisho mengi yanayosambazwa yana madai yaliyotiwa chumvi yanayokusudiwa kuzua machafuko au hofu. Jeshi la polisi Tarime Rorya limetangaza kuwa yeyote atakayebainika kusambaza taarifa hizo za uongo atachukuliwa hatua kali za kisheria kwa mujibu wa sheria za Tanzania. Onyo hilo limekuja wakati maandamano ya Tarime yamevuta hisia za kitaifa, huku wanaharakati na wananchi wakionyesha hisia tofauti mitandaoni. Ingawa wengine wanadai maandamano hayo yanaonyesha kutoridhika kunakoongezeka, wengine wanahoji kuwa watendaji hasidi wanatumia mitandao ya kijamii kupotosha ukweli. Polisi wanawataka raia kuwa watulivu na kuepuka kuwa wahanga wa ghiba kutokana na taarifa potofu zinazohusishwa na maandamano ya Tarime. Jeshi la polisi mkoani humo limewashauri wananchi kuhakiki taarifa zote kabla ya kuweza kuziamini au kuzisambaza. Taarifa hiyo inasisitiza kwamba mawasiliano ya kuwajibika ni muhimu katika kulinda amani na usalama wakati wa nyakati nyeti kama vile wimbi la sasa la mvutano wa kisiasa karibia na uchaguzi. Kama sehemu ya mkakati wao wa kudhibiti hali ya maandamano ya Tarime, polisi wameongeza juhudi za kushirikisha jamii na kuweza kuwaeleza kwamba hakuna hofu yoyote ya maandamano na wala wasiwe na wasiwasi, na kwamba taarifa hizo zilikuwa za upotoshaji. Maafisa wanatembelea vitongoji na kukutana na viongozi wa eneo hilo ili kuhimiza ushirikiano katika kuripoti shughuli zinazotiliwa shaka au ripoti za uongo ambazo zinaweza kuhatarisha udhibiti wa eneo hilo. Polisi wanasema maandamano ya Tarime, ingawa yana amani wakati fulani, yametiwa chumvi na watumiaji wa mtandao kwa lengo la kujenga taswira ya fujo. Kwa kweli, wanadai eneo hilo bado liko chini ya udhibiti na hakuna tukio kubwa ambalo limerekodiwa ambalo linatoa hofu ama linatia hofu au hofu zaidi. Viongozi hao wanabainisha kuwa maandamano ya Tarime yamekuwa yakitumiwa na watu nyemelezi kujipatia umaarufu mtandaoni.
huku baadhi ya akaunti zikiweka picha na video zilizohaririwa ili kupotosha umma. Jeshi la polisi limetoa wito kwa Watanzania kuripoti maudhui aina hiyo kwa mamlaka kwa uchunguzi wa haraka ili kulinda amani. Wakati wa maandamano ya Tarime, polisi wameweka mkazo mkubwa katika ushirikiano kati ya wananchi na vyombo vya sheria. Katika habari hiyo ambayo iliweza kuchapishwa na Clouds TV kupitia mtandao wa Instagram, chapisho hilo lilionyesha gazeti la polisi la kiserikali ambalo ni kinukuu liliandikwa hivi: taarifa kwa umma. Jeshi la polisi mkoa wa polisi Tarime Rorya linapenda kuutaarifu umma kuwa taarifa inayoonekana kushoto ambayo inasambazwa kwenye mitandao ya kijamii na watu wenye nia ovu ni uongo na uzushi ambao unapaswa kupuuzwa. Tarime ni shwari na hakuna tukio kama hilo. Wananchi wanaendelea na shughuli zao kama kawaida na usalama umeimarishwa. Hayo ndiyo maneno yaliyoandikwa katika chapisho au barua hiyo au gazeti hilo la kiserikali la jeshi la polisi mkoa wa Tarime. Wanaamini kwamba ni kwa njia ya uwazi na ushirikiano tu ndipo habari potofu zinaweza kushindwa na imani ya umma kurejeshwa. Taarifa hiyo ya polisi inabainisha kuwa maandamano ya Tarime yasiweze kutumika kwa maslahi ya kisiasa au kibinafsi. Polisi pia wameonya dhidi ya makundi yanayojaribu kutumia simulizi za uongo kuchochea migawanyiko au kuchochea ghasia, wakisema vitendo hivyo havitaweza kuvumiliwa kwa hali yoyote. Hata maandamano ya Tarime yakiendelea kuwa mjadala, polisi wanasisitiza kuwa hali ya kawaida iko katika mkoa huo na kuna amani. Biashara, shule na afisi za umma zinaripotiwa kufanya kazi kama kawaida na hakuna hofu yoyote, na doria za usalama zikihakikisha usalama wa wakazi na wageni. Katika maelezo yao ya mwisho, polisi walisisitiza kuwa maandamano ya Tarime yasifiche ukweli kwamba amani inabakia. Wanahimiza umma kupuuza madai ya kusisimua na kutegemea tu masasisho yaliyothibitishwa kutoka kwa vyanzo rasmi vya serikali ili kuepusha mkanganyiko usio wa lazima. Wakati taarifa hizi za maandamano ya Tarime zikiendelea kuzua mijadala nchi nzima, polisi wamesisitiza dhamira yao ya kuhakikisha ukweli unashinda propaganda. Wanasisitiza kuwa uenezi wa uongo na madai yasiyo na msingi kuwa kulikuwa na maandamano hautavumiliwa, hasa pale habari hizo potofu zinapohatarisha umoja wa jamii na amani. Jeshi la polisi Tarime limewataka wananchi wote kuwa mabalozi wa amani na kuhakiki taarifa zozote kabla ya kuzitoa hadharani. Licha ya kelele za maandamano ya Tarime, mamlaka za sheria zinasisitiza kuwa Tanzania bado ni taifa linaloongozwa kwa sheria na utulivu. Wanasisitiza kwamba raia wana haki ya kutoa maoni yao, lakini haki hiyo lazima itekelezwe kwa uwajibikaji na ndani ya mipaka ya sheria. Jaribio lolote la kutumia maandamano ya Tarime kama chombo cha kueneza hofu au kukosekana kwa utulivu litachukuliwa hatua madhubuti na halali. Kwa maana pana, maandamano ya Tarime ambayo yanadaiwa yalitokea lakini polisi wameyakanusha, yamekuwa ni mwamko kwa serikali, vyombo vya habari na asasi za kiraia kushughulikia ongezeko la ushawishi wa habari za propaganda katika kujenga maoni ya wananchi kulingana nao. Polisi wamezitaka majukwaa ya kidijitali au ya mitandao kuwajibika katika kuzuia kuenea kwa maudhui hatari ambayo yanaweza kuzua mivutano au kupotosha jamii. Wanashikilia kuwa kujenga utamaduni wa uwajibikaji mtandaoni ni muhimu kwa amani na usalama wa taifa hili la Tanzania. Mtazamaji, ni hayo tu ambayo nimekuandalia katika taarifa hizi. Ningependa kusikia maoni yako kuhusiana na ripoti hizi za polisi kupinga taarifa hizi na kusema kuwa ni za upotoshaji na hakukuwa na maandamano Tarime. Vile bonyeza alama like kisha subscribe, alafu bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika video ama taarifa zetu mpya.